J Studio inawaletea. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ثانية فقد فاز المتقون. يقول الله جل جلاله إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu wa Kiislamu, nakuhusieni kama ambavyo nastahiki kuihusia nafsi yangu dhaifu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa katika al-ashrul awakhir min Ramadhan, katika masiku 10 ya mwisho ya mwezi huu wa Ramadhani, pahala ambapo akili ya Muislamu inahitajika kukaa standby juu ya tukio adhim, juu ya tukio muhimu, juu ya pahala muhimu, ni katika pahala hapa, katika masiku 10 ya mwisho ya huu mwezi. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashru, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam zinapoingia siku 10 za mwisho za huu mwezi wa Ramadhani, shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Rasulullah shadda mi'zarahu, hufunga kibwebwe chake. Neno hili likafasiriwa na wasomi kwa maana mbili. Maana ya kwanza, shadda mi'zarahu, kufunga kibwebwe, kupiga rinda au winda kama wasemavyo baadhi ya Waswahili, ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam hujitenga na wake zake sawa na mtu aliyepiga winda, aliyejifunga katika sehemu zake za siri. Ikiwa mtu anataka kwenda mbio au kuvuka mto au kufanya lolote lile, na akiwa amevaa kikoi seruni, basi hupiga winda, huipania hivi, kisha huifunga vizuri isije kadondoka. Sasa hili ni fumbo wanalosema maulama, kana kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam hujitenga na wake zake kwa kwenda kukaa itikafu msikitini. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, musistarehe na wanawake mkiwa mumekaa itikafu msikitini. Kwa hivyo maana ya kwanza ya mtume kufunga kibwebwe ni kuwa anajitenga na wanawake kwa ajili ya ibada msikitini za itikafu. Maana ya pili wanasema katika shadda mi'zarahu, yani balagha fil ijtihadi fil ibada. Rasulullah huvuka mipaka katika kujitahidi kwenye kufanya ibada zinapoingia hizi 10 za mwisho. Ni kama vile mzazi anapomwambia mtoto wake au mwalimu anapomwambia mwanafunzi, siku za mtihani zimekaribia, kaza kamba. Si kwamba akatafute kamba afunge pahala, maana yake jitahidi. Funga mkanda, maana yake jitahidi. Kwa hivyo kana kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuambiwa huzidisha jitihada yake katika siku hizi, tofauti na ilivyokuwa katika siku zilizopita mwanzo. Wa ahya laylahu, na neno hili ndio likasemwa linafasiri hilo lilopita nyuma. Ahya laylahu, huisha usiku wake, huufanya usiku wake kuwa ni usiku wa kipekee, tofauti na misiku mingine. Unakuwa hai. Vipi unakuwa hai? Hapa kaswali, hapa kasoma Qur'an, hapa anafanya dhikri, hapa anafanya ibada gani? Ule usiku unakuwa uko hai. Kinyume chake, maana yake kuna usiku wangu mimi au wa mwingine, unaweza ukawa umelala au usiku ulokufa. Kwa kupatikana baadhi yetu hawafanyi lolote katika usiku, inawezekana kwa umekufa,
au mwingine akaambia usiku wake umelala kidogo, na itakiwavyo ni usiku kuwa hai katika masiku haya. Isitoshe, wa aiqadha ahlahu, na mtume huwaamsha watu wake wa nyumbani, waambia hala mtina macho, hizi sio zile siku za kulala mpaka asubuhi, amkeni. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha ndo anasimulia maneno haya. Sasa imezoeleka, tunasikia sisi maneno kama haya kila ikifika kipindi kama hiki, lakini kuna jambo la msingi ambalo Muislamu anatakiwa alizingatie. Kwa kulizingatia kwake jambo hili ambalo tutalizungumza hapa, ndio litaweza kumpa nguvu insha Allah na nashat na uchangamfu, ili yeye atumie vizuri masiku haya tuliyokuwa nayo. Maelezo haya tuyasikilize vizuri. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, asema idha ra'aita al-baba masdudan, tunatafuta kitu ambacho Allah kituruzuku kikikaa katika mioyo yetu, sisi tutakuwa ni katika wale ambao wanahuisha usiku wao vizuri, wanayatumia haya masiku masiku 10 ya mwisho wanayatumia vizuri sana, wanaongeza. Tusikilizane vizuri sana. Asema idha ra'aita al-baba masdudan, ukiona mlango umefungwa, pahala ambapo watu wanakwenda kuomba haja zao, kuomba misaada yao, foleni kubwa imepangwa nje. Ukifika pale, uwe wewe ni wa mwanzo kwenye ile foleni, ama uwe wewe ni wa nyuma kwenye ile foleni, vovote itakavyokuwa, ukifika pale ukashuhudia ukaona mlango umefungwa, maana yake imekwisha. Wale waliokushapata washachukua vyao, washaenda zao, nyie mliobakia ndo mshakosa. Ukifika ukiona hivyo, idha ra'aita al-baba masdudan fi wajhik, ukiona mlango umefungwa usoni kwako, faqna' bilwuqufi kharij ad-dari, wewe usiwe mpuuzi, usiwe yani kuwa mrefu, kinai na kusimama na kubakia wima pale pale nje ya mlango. Weka tamaa, jipe moyo, nimetoka nilikotoka, nikija hapa kufuata hiki kitu, na kuja hapa nakuta mlango umefungwa, usiseme tugeuze turudi. Jipe moyo, kinai na kusimama pale pamoja na wale watakaosema wacha tusimame. Asema mustaqbilan albab, tena usikae ukiwa umegeuka upande mwingine, huangalii kinachoendelea. Mustaqbilan albab, keti elekea kule uliko mlango, shuhudia litatokezea nini, utafunguliwa au haufunguliwi. Keti tizama kule, usije ukafunguliwa na ushasubiri muda mrefu wakati mlango umefungwa, halafu umegeuka huku wakanufaika wachache waliokuwa wanautizama ule mlango, we humo. Tizama kule. Asema sa'ilan musta'tiyan, tena uwe unajitahidi kwa maneno yako yote ya uhodari, kila sampuli ya maneno ya kutongoza yajue na uyaseme kwa wakati huo, ukiwa unamuomba yule mwenye kutoa ambaye kwa sasa kafunga mlango. Tafuta maneno mazuri, mimi nimetoka mbali, mimi nina haja, mimi nina watoto, mimi nina, wewe sema tu yale uyasemayo yale. Sheikh anasema fa'asa, huenda maneno ya wote yasiguse katika moyo wake. Yuko ndani kafunga mlango,
hapa, watu husikia kelele gonjea hapa. Huenda ya wote asiyezingatie akalizingatia lako lolote liwalo, minna mayatima na walea, pengine hilo akalisikia akalizingatia kwa sauti ya unyenyekevu ambayo yule muombaji iweke wewe katika nafasi hiyo, na mimi nijiweke mimi katika nafasi hiyo. Sasa ndo tuna haja, tuko nje hapa tunaomba, tukaelekea mlangoni, tunatamka maneno ya kumlainisha aliyetufungia mlango kwa sauti za unyenyekevu. Huenda neno au sampuli ya sauti yenye kububujika machozi ikamfanya huyu bwana afungue mlango. Nilikuwa nishafunga, lakini kilio cha huyu kimenifanya ni ufungue huu mlango. Akaufungua, akapeana kwa mwenye kustahiki, kisha akawaambia na wale wengine, kama si huyu msingepata, shikeni na nyie nendeni. Sasa itoe akili yako kwenye kwenda kuomba chakula, msaada pahala kama ilivyoelezwa. Ilete akili kwenye makusudio. Toa kwamba sisi tumekwenda pahala kubisha hodi, tunapanga foleni, twaomba chakula, twaomba ruzuku kwa binadamu. Toa hiyo. Sasa ilete akili, sisi sote tumeanza Ramadhani vizuri huko, watu wamebisha hodi, wameomba, wamefanya vya kufanya. Sasa tupo katika pahala ya karibia mlango kufungwa. Zile siku za Ramadhani tuko katika pahala hapo. Fanya imagination wewe kwamba tushachelewa, pashafungwa, tuko nje hapa. Sasa tusifike pahala hapa mimi na wewe tukageuza njia. Tumefika pashafungwa, tukageuza njia. Na wingi katika waswaliji wa Ramadhani huwa hivi, katika wafungaji wa Ramadhani huwa hivi ilivyo hivi, kwamba vurugu Ramadhani imeanza, tukifika mwishoni tayari tuanza kuandaa sikukuu. Wanawake kwenye maslashi sijui na upuuzi gani huko wamejazana makadara, vijana makadara wamejazana. Umma ule uliokuwa makadara ule ukimiminika misikitini, misikiti ya Mombasa hii itatafuta pumzi hii misikiti, lakini tayari washaondoka. Wakati ilikuwa hapa ni pahala pa kusema hatuondoki, mlango huu hapa umefungwa, ndo mwishoni hapa pa kumalizia. Na kila mmoja wetu akatoa sauti ya kumbembeleza yule mtoaji ili ampe na atoe. Asa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kutuona hapa tumesimama msikitini katika swala za usiku, tunaswali, tumeacha vitanda vyetu, yawezekana sote ikawa uchamungu wetu haukufika kutikisha rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukapewa au tukasamehewa. Kuna mmoja katika sisi, mmoja katika sisi, pengine ni maamuma kwenye safu ya mwisho, yule moyo wake ukawa ni mlaini, anaswali kwa unyenyekevu, ikiombwa dua na imamu yeye ndo huitikia kwa unyenyekevu kuliko sote wengine. Sote ni amin amin amin, lakini pengine kuna mmoja tu Allah tabaraka wa taala akautazama moyo wa yule, pamoja na juhudi za wote, ndo wako chini ya mlango hawa wanasubiri. Huyu mmoja huyu akili yake yote ina concentration kwenye lile jambo, kwa unyenyekevu, ikisema ya Rabbi tusamehe, kwa unyenyekevu amin. Au muombaji akawa anatuombea kwa unyenyekevu,
neno baada ya neno analizingatia. Allah tabaraka wa taala akaturehemu sote. Ni sawa na yule bwana akafungua mlango akapeana, kisha akawaambia mshukuruni sana huyu, kama si huyu singefungua mlango. Lakini nyinyi nyote na hizi zahma za hapa kuvumilia, huruma zangu kwa huyu na kupeni na nyinyi ndio likawemo katika grupu la hao. Sasa umeona watu wako msikitini, hali kama hiyo wanabisha hodi kwa maneno ya kila aina, wengine hawamo, si kwenye tarawih wala si kwenye tahajjud. Hapa pahala panahitaji mazingatio sana. Ukifika pahala penye jambo la muhimu na mlango umefungwa, usigeuze. Sisi hatukufungiwa jamaa, bado Ramadhani iko, mbona tugeuza? Na hatuna uhakika wa hicho tulichokifanya tayari kishapokelewa au bado, mbona tugeuza? Haya peke yake tukiyazingatia, tutaona ni kiasi gani tunahitaji kufanya bidii. Hatuondoki mpaka huu mlango tuhakikisha umefungwa, na ukisha kufungwa basi bado sisi ni wanyenyekevu wa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. As-salafu salih rahimahumullah ta'ala walikuwa yasaluna Allah tabaraka wa ta'ala an yuballighahum Ramadan bi 6 ashhurin qabla bulughihi. Walikuwa wanamuomba Allah tabaraka wa ta'ala awafikishe katika mwezi wa Ramadhan kwa miezi 6 mfululizo kabla ya Ramadhan, na wakisha kufika Ramadhani imemaliza miezi 6 inayofuatia hapo mbele, wanamuomba Allah tabaraka wa ta'ala atakabali yale matendo waliyofanya katika mwezi wa Ramadhan kwa miezi 6 hii inayokuja mbele baada ya Ramadhani. Ya Rabbi takabali, ya Rabbi pokea ile tuliyofanya. 6 inayokuja mengine kabla ya Ramadhani, ya Rabbi tufikishe tena katika mwezi wa Ramadhani. Sisi hatuko hivyo na hatuna dhana njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tumeshaziaminisha nafsi zetu kwamba kwa juhudi zetu tulizozifanya tayari tumepata. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala aweza kuzikataa kabisa kabisa, na Allah tabaraka wa ta'ala anaweza kuzipokea kwa upesi. Aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'alihi wan naru kadhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema pepo ipo karibu zaidi na mmoja wenu kuliko ukanda wa kiatu chake. Kile kiatu anachokivaa na ukanda ule anaofunga vizuri kiatu kisimtoke, pepo iko karibu kuliko hivyo. Lakini wanaru kadhalik, na moto nao ni hivyo hivyo. Jambo dogo sana laweza kumsogeza mtu na kumdumbukiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, hasa kwenye masiku kama haya tuliona. Dogo sana, dogo sana, chozi moja tu utakalolimwaga wewe katika masiku haya, chozi moja. Uko peke yako nyumbani, imma wewe ushaswali tarawih au kabla ya kwenda kwenye tahajjud, uko nyumbani peke yako, umwambia Allah, ya Rabbi juhudi zangu ni chache, machozi yangu pia ni machache, lakini nitayabinya na kuyakamua kwa ajili yako. Ya Rabbi nisamehe, ya Rabbi takabali juhudi zangu. Natoka na kwenda kwenye swala ya tahajjud mimi sasa hivi, na kwenda huko, ya Rabbi takabali, ya Rabbi pokea. Sababu ana uwezo asipokee kwa khushui zetu ndogo, unyenyekevu wetu mdogo, kisimamo chetu kidogo cha saa moja, anaweza asipokee subhanahu wa ta'ala, na mwingine asiulize chochote. Sasa ya Rabbi, juhudi hizi zisiende bure. Yatakikana watu wawe na mbembeleza Allah subhanahu wa ta'ala kama wanavyobembeleza walioko nje hapa kwa aliyewafungia mlango kutaka chakula. Tupe, tuna haja, tuna hivi, yatakikaniwa hivyo. Asa huenda Allah tabaraka wa ta'ala akafungua mlango. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أسمع أنا ماليزا يا منين أسمع ولكن لا تولي ظهرك usigeuze mgongo wako watakul kisha ukawa unasema wakati uko nje hapo mlango ushafungwa usigeuze mgongo ukasema ma hilati wa qad sudda albabu duni sasa nitafanya nini mimi na nishafungiwa mlango ma hilati nitafanya nini mimi wa qad sudda albabu duni na tayari mimi nishafungiwa mlango. Katika maneno haya wakati wanavyoni wanaeleza wanasema tukiitizama yanabeba vipengele muhimu kwa mfanyaji ibada na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la kwanza, wakati wa kutafuta, wakati wa kufanya ibada ihitajika juhudi na uvumilivu. Juhudi na uvumilivu. Usiwe wewe kwenye ibada wafanya sina budi. La, fanya kwa juhudi na uvumilivu, vumilia. Hata imamu akitusimamisha masaa mawili usichoke, vumilia. Pengine bado haijafikia ikhlasu zetu katika kitambo kile, pengine ile kugutaguta miguu ile Allah tabaraka wa taala akiona ndo atuhurumie, kama ambavyo mwenye mali yake aweza kuwa achungulia kwenye dirisha atizama wafanyeje wale watu hawaona maskini wamekaa, wengine wanawake wana watoto wanalia, awatizama ni kweli shafunga mlango, lakini wale wanatilisha huruma, wale wanahitaji kupewa, wale hawajaondoka mpaka sasa hivi. Usiku unakuwa mkubwa tu, tokea saa ngapi mpaka sasa hivi? Hilo pengine ile kuchoka na kugotagota miguu ile ndio imfanye Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala atuhurumie. Kwa hivyo usiwe na haraka ya kugeuza mgongo kutaka kwenda zako. Mafunzo ya kwanza kabisa yanayopatikana hapa, usichoke. Swali tarawih, amka usiku, simama uswali. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mistari miwili tu inasisimua moyo wa mwenye kuyaelewa na itakupa uchangamfu wakati watu wamefanya uchovu. Allah sema waumini wa kweli, tatajafa junubuhum 'anil madaji', mbavu zao zinaondoka kwenye vitanda, kwenye malalo yao, wanakwenda kusimama kuabudu. Yad'una rabbahum, wanakwenda kumuomba Mola wao kwa kila aina za maombi, kila aina ya unyenyekevu. Khaufan, katika hali ya hofu lazima ijengeke hofu kwamba Allah anaweza kukataa. Sisi tuna madhaifu na ibada zetu tunazifanya hali ya kuwa saa nyingine akili haziko. Aweza kusema sitaki, wewe utakwenda kuwepili wapi akisema mistaki? Na pengine mchana huko tushayafanya kumkera. Kwa hivyo kukataa, aweza kukataa na hakuna pahala pa kwenda kushtaki. Lidhalika lazima ijengeke hofu kwamba hili jambo nikilifanya ovyo aweza kulikataa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hofu. Lakini wa tama'an, lazima uweke matumaini pale
kwamba huyu Mola ni mrehemevu na msamehevu. Iwe mimi nimewacha kitanda changu, nimewacha mke wangu, nimekuja kusimama usiku, halafu aniache patupu? Hapana. Ukiyatizama mambo mawili haya yatakupa nguvu kubwa. Juhudi hizi na machofu haya ya kuamka usiku pirikishani twende, wallahi utayaona, kwa sababu tayari wewe una hofu kwamba nikifanya uzembe, nikifanya ovyo ovyo zaweza kukataliwa na nisiwe na kitu. Na Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, kuna watu watatoka katika Ramadhani halafu hawajasamehewa na zimeanguka chini, pua zao zimegaragara. Watu hao wamo, watu hao hii Ramadhani imeingia mpaka itatoka, Mtume ameangamia na amekula patupu. Atakaingia Ramadhani kisha ikatoka hajasamehewa madhambi yake, ipime nafsi yako ya akhi, ipime nafsi yako ya akhi, ipime nafsi yako. Wewe umemlilia vipi msamaha Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ikupe guarantee kwamba katika wale ambao wamesamehewa madhambi yao na mimi nimo? Kweli kilio chako kimetosha? Usijibu, sema na moyo wako. Kweli wewe katika masiku toka tumeanza mpaka hapa tulipo, yakijumlishwa madakika na masaa ambayo wewe muomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, yaweza kutimia siku moja, masaa 24 toka Ramadhani imeanza mpaka hapa tulipo? Yake tusifanye mchezo kabisa kabisa. Huo msamaha uombwe, basi watu hawauombi. Ndipo akasema hawa wanavyuoni, yaonyesha kwamba yataka uvumilivu. Komaa, usiwe mwepesi mwepesi tu, nimefika nageuza. Komaa hapo hapo, omba, lia kwa unyenyekevu, huenda akakuhurumia, ima kukusamehe au akakupa yale mambo unayoyaomba mengine mbalimbali. Komaa. Jambo la pili, wakati unakomaa, weka dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Usije ukapitisha hata dakika kwamba labda mimi hanioni. Anawaona wale wa msikiti ule, msikiti mkubwa, mimi naswali kwenye msikiti mdogo, tutaangalia sisi kweli? Anawaona wale walioko Makka chini ya Al-Kaaba pale, akaache kuangalia mamilioni ya watu pale, atuangalie sisi huku Mombasa? Ondosha hii, weka matumaini. Insha Allah iwe swala yetu tunayoswali haisomwi juzuu nzima wala majuzuu kadhaa, iwe ni swala inayosomwa sura ndogo ndogo, lakini tukaisoma na kuiswali kwa unyenyekevu. Basi matumaini yetu tuyaweke pale pale. Kuna watu hawajaswali, kuna watu hawajaamka kuswali, sisi tumeamka kuswali. Weka dhana yako nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah Mwenyezi Mungu atafuku. Wallahi hii inshallah Allah atasamehe. Inshallah Allah hii itakuamsha kesho pia. Inshallah itakuamsha na kesho. Inshallah itakuamsha na kesho mpaka Ramadhani imekwisha. Una dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine Allah anamtizama tu, nitakwenda na kesho, pengine hivyo, ili anisamehe, ananitizama tu, nitafululiza. Ikikupa hivyo katika moyo wako, kama ambavyo imempa huyu, ashaona mlango umefungwa, akasema siondoki, naelekea kule kule kwenye mlango, na nitapaza mayo yangu, nitainua sauti yangu kumuomba. Huenda Ibn al-Qayyim asema fa'asa, huenda angalau sauti yangu ya unyenyekevu nyororo ikamfanya afungue mlango. Vivyo hivyo ile huenda alionayo yule kwa mwanadamu igeuze ipeleke huenda kwa Mola Muumba subhanahu wa ta'ala, ambaye anasema nabbi ibadi, wape habari waja wangu, anni ana al-ghafurur rahim, mimi ndiye msamehevu tena mrehemevu. Vipi wewe una mashaka kwa Mola ambaye anasema waambie waja wangu alladhina asrafu ala anfusihim, ambao wamefanya israfu kwenye nafsi zao, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa kwenye rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Sikiza maneno haya, Muumba asema msikate tamaa. Mtu kakaa nasubiri ration, na pengine si full ration, apewe tu ni kitu kidogo tu,
tele sukari kilo 2 kilo 3, yuko hapa hajakata tamaa. Wewe wataka kuachwa huru na moto unakata tamaa? Wavunjika moyo, labda mimi simo kwa madhambi yangu haya, mimi simo katika wenye kusamehewa. Wewe wavunjika moyo kwa Rabbun Ghafur, baldatun tayyibatun wa Rabbun Ghafur, ndo sifa yake. Weka dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda Allah tabaraka wa ta'ala anasubiri kitu kidogo kwako, anasubiri juhudi ndogo kwako, anasubiri chozi lako moja. Weka dhana nzuri. Chozi hili, kuna watu Mombasa nzima hii, kuna watu hawajatoa machozi, na wakihesabiwa waliotoa machozi kwa ajili ya Mola wao subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani, wanaweza wasifike 100. Niamini mimi, wanaweza wasifike 100 waliolia kwa hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe jipime wewe mwenyewe tu, kisha hesabu hivyo hivyo. Watu huingia na kutoka misikitini, wewe umemwaga chozi lako kwa ajili ya Allah. Vipi unakata tamaa? Usikate tamaa. Kwa hivyo mambo mawili haya, subra na kukomaa kwa tunachokitafuta, kisha wakati ule ule tunaweka dhana nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo mambo yatatufanya tuwe kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, shadda mi'zarahu, hupania kweli kweli, wa ahya laylahu, na huisha ule usiku wake kwa aina mbalimbali za ibada, wa aiqadha ahlahu, na huamsha vile vile watu wake. Yale tutayafanya tukiwa katika maisha yetu tumejiwekea haya mawili, juhudi na uvumilivu katika ibada, kwa sababu tunalolitaka ni kubwa na Rabbun Ghafur, lakini pia tunajua Mola wetu ni mrehemevu, dhana zetu ni nzuri, inshallah atatupa. Sisi tunaamka tunaamshana familia, mke wangu. Kuna watu hawaamshani, halafu tumdhania Mwenyezi Mungu dhana mbaya. Hapana, inshallah tutapata. Mambo mawili haya ya ibadallah ndio tatufanya hizi siku 10 kwetu sisi ziwe siku 10 bora. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من المقبولين، ولا تجعلنا فيها من المردودين، ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.